Jeshi la Israeli limeanzisha vita nyingine. Licha kwamba vita yake na Hamas huko Gaza haijaisha, vita yake na Yemen inaendelea. Sasa ameamsha vita nyingine na Iran. Milipuko mikubwa imesikika Teheran na maeneo mengine ya Iran, ambayo sababu au mashambulizi yametoka Israeli. Ripoti za vyombo vya habari zimenukuu jeshi la Israeli likisema kuwa limetekeleza mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya Iran. Kwa mujibu wa Press TV ya Iran, miongoni mwa waliouawa ni wanawake na watoto. Aidha, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Fars, karibu saa 9 alfajiri kwa saa za Teheran, milipuko mikubwa ilisikika kutoka maeneo mbalimbali ya Teheran. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israeli, kwenye taarifa rasmi alitangaza kuwa Israeli imeanzisha operesheni ya kijeshi yenye malengo maalum dhidi ya Iran. Katika mashambulizi hayo, Meja Jenerali Salami, kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, na Meja Jenerali Rashidi, kamanda wa kituo cha Haktam al-Anbiya cha IRGC, wamethibitishwa kuuawa. Aidha, Mohammad Mahdi, mwanasayansi wa nyuklia na rais wa chuo kikuu huria cha Kiislamu cha Iran, Islamic Azad University, pia ameripotiwa kuuawa shahidi. Katika jiji la Teheran, majengo kadhaa yakiwemo yale ya Namak, mtaa wa Shahidi Mahalat, mtaa wa Shahidi Chamran na maeneo ya Chitgar yamelengwa na mashambulizi hayo. Wakati huo taarifa zimepokewa kuhusu mashambulizi mengine katika maeneo mbalimbali ya nchi kama vile Hamadan na Nantaz. Hadi sasa kuna taarifa rasmi ya uthabiti kuhusu kiwango cha uharibifu au idadi ya waathirika. Waziri wa vita wa Israeli, Israel Katz, amesema kuwa kufuatia shambulio hilo la Israeli dhidi ya Iran, hali ya tahadhari ya kiusalama imetangazwa katika maeneo yote ya Israeli. Katz alionya kuwa kuna matarajio kuwa Iran itajibu mashambulizi hayo kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israeli katika siku zijazo, hivyo wao wamejipanga. Sasa ipo taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran kufuatia mashambulizi hayo ya utawala wa Kizayuni. Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa taarifa rasmi kulaani vikali uvamizi wa kijeshi uliofanywa na utawala dhalimu wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran. Na kwa mujibu wa shirika la habari la taifa, taarifa hiyo inasema: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, enyi watu wa Iran mlioko kila kona ya taifa hili. Taifa letu pendwa Iran leo mapema alfajiri limekumbwa na mashambulizi ya kijeshi yasiyo ya haki kutoka kwa utawala dhalimu na muhalifu wa Kizayuni kwa kukiuka mamlaka kamili ya taifa na uhuru wa kitaifa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Utawala huo umelenga maeneo kadhaa yakiwemo ya makazi katika mji mkuu wa Tehran na miji mingine na kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia wasio na hatia, wakiwemo wanawake, watoto na baadhi ya wahudumu waaminifu katika nyanja za ulinzi, taaluma na teknolojia. Wizara ya Mambo ya Nje inaungana na taifa zima kuomboleza mashujaa waliopoteza maisha yao wakilitumikia taifa hili kwa moyo na uzalendo. Taarifa hii ni salamu za rambirambi na heshima kwa familia za mashahidi na kwa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Mashambulizi haya ni ukiukwaji wa wazi wa kifungu cha 2 ibara ya 4 ya hati ya Umoja wa Mataifa, na hivyo ni tendo la uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha hati hiyo, Iran inayo haki kamili ya kujilinda kwa njia yoyote itakayojiona inafaa. Vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa uwezo wake wote na kwa mbinu ambazo jeshi litachagua lenyewe halitasita kuchukua hatua za haraka na za dhahiri katika kulinda hadhi, mamlaka na uhuru wa taifa la Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama mwanachama mwanzilishi wa Umoja wa Mataifa, taasisi ambayo lengo lake kuu ni kuzuia uvamizi, ukiukwaji wa amani na vitisho dhidi ya usalama wa kimataifa, inasisitiza wajibu wa Baraza la Usalama kuchukua hatua ya haraka dhidi ya ukiukwaji wa wazi wa amani na usalama wa dunia uliosababishwa na uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Iran inatoa wito kwa mwenyekiti na wajumbe wa baraza hilo kuchukua hatua za dharura katika swala hili bila kuchelewa. Wizara pia inawakumbusha wajibu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa mujibu wa hati hiyo, na inamtaka kuchukua hatua madhubuti mara moja. Tunaziomba nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa, hususan hasa mataifa jirani, nchi za Kiislamu na wanachama wa harakati ya kutofungamana na upande wowote, kulaani vikali mashambulizi haya na kuchukua hatua za haraka za pamoja dhidi ya uchokozi huu hatari unaotishia amani ya dunia. Madhara na athari zote za kisiasa, kijeshi na kiusalama kutokana na jinai hii ya utawala wa Kizayuni zitakuwa juu ya mabega ya utawala huo na wale wanaounga mkono. Aidha, haiwezekani kwamba mashambulizi haya ya kijeshi yamefanywa bila idhini au ushirikiano wa Marekani. Hivyo basi, serikali ya Marekani kama mfadhili mkuu wa utawala wa Kizayuni itabeba dhiba ya moja kwa moja kwa matokeo yote ya kisiasa, kijeshi na kiusalama ya vitendo hivi vya kichokozi. Mwisho wa kumnukuu.
Sasa nikwambie, ipo pia taarifa iliyotolewa ya kulaani shambulio hilo lililofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alfajiri, na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei ametoa ujumbe mzito kwa taifa la Iran, akisisitiza kuwa adhabu kali inamsubiri muhalifu huyo wa kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Khamenei amesema kuwa mashambulizi hayo ya alfajiri yaliyolenga maeneo ya raia yamedhihirisha kwa mara nyingine asili ya kikatili ya utawala wa Kizayuni. Anasema, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, enyi watu wa Iran, mapema alfajiri ya leo utawala wa Kizayuni umeonyesha uso wake wa kweli kwa kutekeleza jinai dhidi ya nchi yetu pendwa. Kwa mikono yake iliyochafuka kwa damu umevamia maeneo ya raia na kufichua zaidi tabia yake ya kikatili. Utawala huu lazima usubiri adhabu kali kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Mkono wenye nguvu wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu hautamwacha Mzayuni. Baadhi ya makamanda wetu mashujaa na wanasayansi wameuawa shahidi wakitumikia taifa. Makaimu na wafanyakazi wenzao waliobaki wataendelea kutekeleza majukumu yao bila kusita. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa jinai hii utawala wa Kizayuni umejiandalia hatima ya uchungu na mateso. Bila shaka watakumbwa nayo. Mwisho wa taarifa hii ilitolewa na Said Ali Khamenei Juni 13, 2025. Sasa nikwambie, Israeli amekwenda kuamsha vita vingine dhidi ya Iran. Swali linabaki, je, Marekani ataendelea kumsapoti Israeli kuendelea kupambana na Iran, Hamas pamoja na Yemen? Lakini vita hivi hatima yake itakuwa ni vita vya kidini, kwa sababu ukiangalia Waislamu wanaonyesha kwamba kama wanashambuliwa. Je, kushambuliwa kwa ardhi hiyo tukufu ya Iran tena ikionekana ni migogoro ya kinyuklia na namna ambavyo Iran anatuhumiwa kumsapoti Hamas. Je, vita hii itakuwaje hatima yake? Itaamsha vita vya kidunia, vita vya kidini, au vita vya namna gani? Tuendelee kuombea amani katika ulimwengu huu au katika sayari hii ya tatu. Mwenyezi Mungu azidi kutulinda na azidi kutuongezea maarifa kuhakikisha vita hivi vinamalizika kwa amani. Tukufu yake Mwenyezi Mungu iweze kutawala hapa duniani, na mwovu basi asiendelee kutawala ili kuendelea kuangamiza zaidi kizazi hiki. Lakini Israeli, kumbuka, anapigana, anasema yeye ni kwa mkono wa Mwenyezi Mungu, na Iran anasema ni kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Hamas anasema ni kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Yemen anasema ni kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Swali linabaki, ni Mwenyezi Mungu gani ambaye anapenda umwagaji wa damu huu unaoendelea kufanyika? Shukrani kwa Baba Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante kwa wife material kwa begi.